Naomba nikukaribishe katika makala ya kitabu cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, kitabu kinachozungumzia kwa kina mambo ya dini na imani katika dunia. Kitabu hiki kinaangazia mafundisho na maelekezo ya Mwenyezi Mungu kupitia mitume na manabii waliotajwa katika maandiko matakatifu kutoka katika vitabu vitukufu. Mwandishi wa kitabu hiki ni Musa Ali Chengula, mwenyekiti wa Umoja wa Kiislamu Tanzania. Ametuandalia kitabu kinachohusu mambo ya dini na kukamilika kwa imani. Ni wazi kuwa ni msaada mkubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu pamoja na ushiriki wa watu mbalimbali waliowezeshwa na Mwenyezi Mungu kukamilisha kitabu hiki kwa namna moja ama nyingine. Shukrani za dhati zimfikie Alhaji Sheikh Musa Kundecha, mwenyekiti wa Shura ya Maimamu Tanzania. Kwa uwezo Mwenyezi Mungu amempatia nafasi ya kupitia kifungu baada ya kifungu na kutoa baraka zake. Lakini pia shukrani za dhati zimfikie Sheikh Dr. Alhadi Musa Salum, na nukuu akisema kuwa Tanzania inahitaji vijana wa namna hii waliojaa uzalendo wa kweli ambao wameamua kuifanyia jambo Tanzania, sio vijana wanaotaka Tanzania iwafanyie jambo. Na mwisho kabisa Mwalimu Jahashi Jafari Kimweli naye ametoa baraka zake kwa kusema kuwa kitabu hiki kimejaa chungu ya maarifa kiasi ambacho hutotamani kukiweka chini pale tu utakapoanza kukisoma, kutokana na juhudi nyingi na tafiti za kielimu zimedhihirika ndani yake. Neno Agano la Milele ni tafsiri kwa maana ya kiasi ama kipimo, ni ahadi ya mapokeo na fungamano la amri, sheria na hukumu zitokanazo kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya binadamu na majini kupitia kwa malaika, mitume na manabii, kwa kuzingatia miongoni mwa ahadi ya uwepo wa pepo na moto kwa ajili ya watu wema na watu waovu. Vitabu hivyo ni Torati cha Nabii Musa alayhisalam, Zaburi cha Nabii Daudi alayhisalam, Injili cha Nabii Yesu Isa mwana wa Maryam alayhisalam, na Quran cha Nabii na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na manabii na mitume wengine wote wa Mwenyezi Mungu waliotajwa katika vitabu hivyo, akiwemo Adamu, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Lut, Yakub, Yusuf, Shuaib, Ayub, Harun, Zulkifil, Suleiman, Ilyas, Alias, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidha, tukumbushane kuwa sisi sote tuliopo duniani kwa sasa tunapokea imani na dini kwa njia ya maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu kupitia maelekezo na mafundisho ya mitume na manabii waliothibitishwa ndani ya vitabu vitukufu na vitakatifu. Utaratibu huo wa kupokea imani na dini kwa njia hii ya vitabu vya Mwenyezi Mungu ni urithi wa vizazi na vizazi tokea zamani, na kwa upande wa kalenda kipagani, Kikristo na kiserikali ni zaidi ya karne 20 zilizopita. Wastani wa vizazi 10 vilivyoishi duniani kwa umri usiopungua miaka 200 kwa kila kizazi, na kwa upande wa kalenda Kiislamu ni zaidi ya karne 14 zilizopita, ambapo ni wastani wa vizazi 7 vilivyowahi kuishi duniani kwa zaidi ya miaka 200 kwa kila kizazi. Imani na dini ni elimu ya muda mrefu sana. Hakuna hata mtu mmoja katika zama zetu ambaye anaweza kuwa na elimu ya imani ya dini bila kuipata elimu hiyo kupitia njia na mitume na manabii wa Mungu waliothibitishwa katika maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Hakika hakuna ushuhuda katika imani na dini bila ushuhuda wa manabii na mitume wa Mwenyezi Mungu, na wala hakuna ushuhuda wa mtume na manabii katika imani na dini bila ushuhuda wa Mwenyezi Mungu. Na hana dini mtu asiyekuwa na imani, na wala hana imani mtu asiyekuwa na dini. Mfano wa dini na imani ni kama mke na mume. Mke hapati mtoto bila mume, vivyo hivyo mume hawezi kupata mtoto bila mke. Lakini mke na mume wote ni binadamu. Kinachoshindikana kwa binadamu kwa Mwenyezi Mungu kinawezekana. Kwa mfano uliotukuka kupatikana kwa mtu wa kwanza ambaye ni baba yetu Adamu, na kwamba mtu wa pili mwanamke wa kwanza ambaye ni mama yetu Hawa, na kuzaliwa kwa Bwana Yesu au Isa mwana wa Maryam ni mifano tosha kwa nguvu na uwezo wa Mungu katika ushuhuda wa mambo ya dini na imani katika maandiko matakatifu ya Mungu hata milele na milele. Katika makala ya kitabu hiki, mwandishi ameelezea mambo yapatayo 22 ikiwa ni ufafanuzi na nafasi ya hekima katika maisha ya mwanadamu, historia ya elimu na uwepo wake katika dunia, nafasi ya adabu katika maisha ya binadamu, mapungufu na udhaifu katika maisha ya binadamu, nafasi ya busara katika maisha ya binadamu, utofauti wa dini na imani na mengineyo iliyopo katika sura za kurasa za kitabu hiki. Hivyo kwa kipekee kabisa naomba nikuhadithie yaliyomo katika kitabu hiki
kwa namna ya kukubali na kupokea taswira na kuijua kalamu ya mwandishi imelenga kutupa elimu gani. Sehemu ya kwanza katika kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni nafasi ya hekima katika maisha ya mwanadamu. Neno hili hekima lina asili ya lugha ya Kiarabu lenye maana sawa na utulivu wa juu katika kusema mambo, lakini neno hili hekima lilidhihirika ndani ya Qur'an na kuonyesha sura mpya na kuwa ni tamshi lenye maana isiyoweza kufikiwa kikamilifu kwenye kina chake katika uelewa binafsi wa kibinadamu. Allah alitaja neno hekima na kuliongezea uzito zaidi kwa maneno mawili ambayo ni kheri nyingi. Kwa kusema kheri, basi ilitosha kusema neno hili lina maana ya ndani sana, tofauti na vile litamkwavyo tu na watu katika uelewa binafsi wa kibinadamu. Allah ameongezea kwa kusema hekima ni wingi wa kheri nyingi. Hapo ndipo neno hekima linapovuka mipaka ya uelewa wa watu wa kawaida na kwenda kwenye uelewa mahususi wa kimungu kama elimu ya mitume, manabii na waaminio. Neno hekima limekuwa katika mawanda mbalimbali ya kielimu. Huko Yunani limetafsiriwa kama falsafa, nayo falsafa ikajengwa na matawi madogo madogo kama metafiziki, epistemolojia, ethiki na mantiki. Katika moja ya chambuzi za wanamantiki walieleza kuwa hekima ni elimu inayokupa njia nzuri ya kuweza kufikiri vyema na kuamua vipimo sahihi kwa ukamilifu. Hekima ni ujuzi wa ufahamu wa ukombozi wa kiakili na kiroho utokao kwa Mwenyezi Mungu. Kwa maana nyingine, hekima humsababishia mtu kufanya maamuzi ya haki na kweli katika hali ya kufikiri kiakili na kiroho kuhusiana na uamuzi wake wa jambo ama tukio lolote kwa maslahi ya watu na nafsi yake. Uamuzi wowote wa mtu mwenye hekima ni wa kufikiri juu ya anachotaka kuamua au anachoshauriwa kuamua, kwa kuwa mtu mwenye hekima ana wajibu wa ulazima wa kuweka kila kitu mahala pake mahususi. Ni lazima kwa mtu mwenye hekima kutaka kujua juu ya uamuzi wake ni kweli au uongo. Kama ni uongo, je, uongo wake uko wapi? Na kama ni kweli, je, ukweli wake uko wapi? Na anapokosa jibu mtu mwenye hekima humuongoza kwenda kwa watu au mtu anayemwamini zaidi katika kufikiri, huku akifikiri huenda akampa jibu la msingi lililokuwa linamtatiza bila ya kuwa na hasira na au kufanya maamuzi yoyote yenye kuleta machafuko kwa watu na kuvuruga amani katika jamii. Katika hili tumepewa miongozo na ushahidi kupitia vitabu vya dini ambavyo ni Qur'an na Biblia. Zaburi ya 111 mstari wa 10 inasema, kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, wote wafanyayo hayo wana akili njema, sifa zake zakaa milele. Maneno hayo yanafungamana hata katika Qur'an ambapo tunafahamishwa kuwa yeye humpa hekima mtakaye, na aliyepewa hekima bila ya shaka amepewa kheri nyingi na hawakumbuki ila wenye akili. Sehemu ya pili ya sura ya kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni asili na historia ya elimu na uwepo wake katika dunia. Hapa utapata nafasi ya kujifunza na kujua chimbuko la elimu katika ulimwengu. Elimu ni ujuzi na ufahamu utokao kwa Mwenyezi Mungu na kumfikia kila binadamu kwa kiwango chake alichokadiriwa na Mwenyezi Mungu kupitia njia kuu sita ambazo ni kusikia, kuona, kusoma, kuamini, kuchunguza na kuchagua. Elimu ina nguzo kuu mbili. Nguzo ya kwanza ya elimu ni dunia na nguzo ya pili ya elimu ni akhera. Elimu ya akhera inawakilishwa na ushahidi wa kiakili na kiroho, kwa maana ya vitu vyote visivyoonekana katika umbo lenye mfano wa kimwili na kimacho, kama vile uwepo wa akili, roho, Mwenyezi Mungu, malaika, majini, pepo na habari za kufa na kufufuliwa. Na tumaini kuu la elimu akhera ni uzima wa milele kupitia maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya manabii na mitume wake. Elimu ya dunia huwakilishwa na ushahidi wa kimacho na kimwili, kwa maana ya vitu vyote vinavyoonekana katika umbo lenye mfano wa kimwili na kimacho, kama vile uwepo wa binadamu, wadudu, ndege, wanyama, miti, matunda, mito, bahari, mbingu pamoja na ardhi, kwa maana ya vitu vyote vinavyohusisha maisha ya viumbe hai duniani kote, na msingi wake mkuu ni maisha ya dunia, kuanzia maandalizi ya kuzaliwa kwake mwanadamu na kuishi duniani kabla ya kufa kwake. Ushahidi wa maneno haya tunaopata katika vitabu vitakatifu vya Qur'an na Biblia. Qur'an inaeleza kuwa na Mwenyezi Mungu akamfundisha Adamu majina ya vitu vyote, kisha akaviweka mbele ya malaika na akasema, niambieni majina ya vitu hivi ikiwa ninyi ni wa kweli. Malaika wakasema, utakatifu ni wako, sisi hatuna elimu isipokuwa ile uliyotufundisha, hakika wewe ndiye mjuzi mwenye hekima. Mwenyezi Mungu akasema, ewe Adam,
waambie majina ya vitu vyote. Ndipo Adam alipowaambia malaika majina yake. Mwenyezi Mungu akasema, sikuambieni kwamba mimi naelewa siri za mbinguni na ardhini, na ninajua mnayoyadhihirisha na mliokuwa mnayaficha. Ukamilifu wa elimu ya akhera na elimu ya dunia katika upatikanaji wake kwa binadamu wote duniani unategemea kusikia, kuona, kusoma, kuamini, kuchunguza na kuchagua katika maswali makuu manne yafuatayo. Je, utakuwa umejifunza nini katika kusikia kwako, kuona kwako, kusoma kwako, kuamini kwako, kuchunguza kwako na kuchagua kwako juu ya ujuzi na ufahamu wa uwepo wa Mungu, malaika, majini, manabii, mitume, dini, imani, Ukristo na Uislamu katika dunia kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu? Na utakuwa umeelewa nini katika kusikia kwako, kuona kwako, kusoma kwako, kuamini kwako, kuchunguza na kuchagua kwako juu ya majini, juu ya ujuzi na ufahamu wa uwepo wa Mungu, malaika, majini, manabii, mitume, dini, imani, Ukristo na Uislamu katika dunia kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu? Ukweli wa hicho ulichokielewa ni upi katika kusikia kwako, kuona kwako, kusoma kwako, kuamini kwako, kuchunguza na kuchagua kwako juu ya ujuzi na ufahamu wa uwepo wa Mungu, malaika, majini, manabii, mitume, dini, imani, Ukristo na Uislamu katika dunia kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu? Na kwa ushahidi gani wenye kuaminika katika kusikia kwako, kuona kwako, kusoma kwako, kuamini kwako, kuchunguza na kuchagua kwako juu ya ujuzi na ufahamu wa uwepo wa Mungu, malaika, majini, manabii, mitume, dini, imani, Ukristo na Uislamu katika dunia kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu? Na Mwenyezi Mungu humkadiria kila binadamu kiwango cha elimu kinachotofautiana na mtu mwingine kwa kuzingatia mambo makuu matatu: umri, kusudi na hatima. Umri wa kila mtu Mwenyezi Mungu ameuweka siku maalum ya kufa, na katika umri huo kila mtu ana kitu ambacho atasimuliwa kabla au baada ya kufa kwake. Kusudi ni mpango wa Mwenyezi Mungu kutaka watu wajifunze kupitia wewe kwa elimu uliopewa, na wewe ujifunze kupitia watu wengine kwa elimu waliopewa juu ya mambo mbalimbali katika dunia unayoyajua na usiyoyajua. Kwa maana ya yote unayoyajua watu wanatakiwa kujifunza kupitia wewe, na yote usiyoyajua wewe unatakiwa kujifunza kupitia watu wengine. Hatima ni hitimisho au mwisho wa kila binadamu ambao Mwenyezi Mungu ameuweka kwa ajili ya malipo, na watakaotenda mema watalipwa pepo, na watakaotenda maovu watalipwa moto baada ya kufa na kufufuliwa. Tukirejea katika ushahidi kutoka katika kitabu kitakatifu cha Qur'an, inasema kuwa kila nafsi itaonja umauti, na kwa hakika mtalipwa ujira wenu kamili siku ya Kiyama, na atakayeepushwa na moto na akatiwa peponi, basi huyo amefaulu. Na maisha ya dunia si kitu ila ni starehe ya udanganyifu, na haiwezekani nafsi yoyote kufa ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kama ilivyoandikwa ajali yake. Na mwenye kutaka malipo ya akhera tutampa, na tutawalipa wenye kushukuru. Sura ya 3 ya kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni nafasi ya adabu katika maisha ya binadamu. Neno adabu ni neno geni masikioni kwako, lakini mwandishi wa kitabu hiki ameelezea kwa kina maana halisi ya neno adabu. Adabu ni kukubali au kukataa jambo ama matokeo ya aina yoyote kwa njia ya amani. Ili uwe na adabu unatakiwa ujiamini na umwamini mwenzako, na uamini jambo ama tukio lolote unaloweza wewe na mwenzako anaweza kwa atakavyo Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila kinachowezekana kufanywa na mwanadamu kinawezekana kufanywa na mwanadamu mwingine kwa atakavyo Mwenyezi Mungu, iwe katika wema au uovu. Kwa maana hiyo, mtu yeyote mwenye adabu au anayetaka kuwa na adabu anatakiwa kujiheshimu na kuheshimu kila kinachopaswa kuheshimiwa kwa haki na kweli kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu kupitia vitabu vitukufu kama vile Torati, Zaburi, Injili na Qur'an. Kwa maana siku zote heshima hujengwa na adabu ya kujiheshimu na kumheshimu mwenzako. Mwandishi Musa Ali Chengula ametuwekea ushahidi wa neno adabu kutoka katika kitabu cha Biblia. Mithali ya 1 mstari wa 7 inasema kuwa kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Sehemu ya 4 ya sura ya kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu, ni mapungufu na udhaifu katika maisha ya mwanadamu. Kila mtu mwenye akili timamu na roho yenye uzima wa milele ndani yake anafahamu fika watu wote duniani tumeumbwa tukiwa na mapungufu na udhaifu unaosababisha kukosoa, kukosolewa na kujikosoa.
kwa kujua au kutojua katika kila kitu na kila jambo. Na hii inatokana na sifa kuu za kimaumbile ya kibinadamu, ikiwemo ubishi, ubinafsi, uchache wa shukrani na pupa katika kuendea mambo au matukio mbalimbali duniani. Mwandishi wa kitabu hiki ametuwekea ushahidi wa Qur'an na Biblia kuhusu mapungufu na udhaifu. Qur'an inasema kwamba Mwenyezi Mungu anataka kukufanyieni wepesi na mwanadamu ameumbiwa hali ya kuwa dhaifu. Tukirejea pia katika Yohana ya 17 mstari wa 1 hadi wa 3 inasema kuwa maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Na kama ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Na ushahidi kutoka katika Qur'an sura ya 70 mstari wa 17 inasema kuwa hakika mwanadamu ameumbwa na papara. Mapungufu na udhaifu wa kila mwanadamu katika dunia ndio chanzo kikuu cha ukosefu na utiifu wa kila mtu, na kusababisha kuwa na uwezo wa kiasi katika mambo tofauti tofauti, kama vile kukubali au kukataa jambo ama tukio la aina yoyote. Mapungufu na udhaifu wa kila binadamu humsababishia binadamu kushindwa kufikia malengo yake binafsi katika jambo au tukio la aina yoyote, endapo atakosa msaada kutoka kwa mtu au watu wengine aliokadiriwa nao na Mwenyezi Mungu katika kufanikisha jambo au tukio husika. Kushindwa na kushinda kwa kila mwanadamu katika kitu chochote duniani kunategemea makadirio ya Mwenyezi Mungu na ushirikiano wa watu, kwa maana haijawahi kutokea na wala haitatokea kuwepo kwa mtu atakayeweza kufikia mafanikio akiwa peke yake bila kupata msaada kutoka kwa mtu au watu wengine, iwe mwanzo au mwisho kwa namna moja ama nyingine. Mapungufu na udhaifu husababisha binadamu wengi wasioamini dini kukanusha kama kuna Mungu ambaye ndiye muumba wa kila kitu, wakiwemo binadamu wote duniani, na pia kukanusha kama Mwenyezi Mungu aliumba binadamu kwa malengo maalum. Mwandishi wa kitabu hiki anasema kwamba, ewe ndugu yangu katika Adam, wanadamu wengine hutokana na mapungufu na udhaifu wao wamesahau kama watakufa na kufufuliwa, na wamefikia hatua ya kukata tamaa kabisa na kukutana na Mola wao, mlezi wa viumbe wote ambaye ndiye Mwenyezi Mungu mmoja. Ewe ndugu yangu katika Adam, binadamu wengine kutokana na mapungufu na udhaifu wao wanajipa matumaini ya ujinga katika kujenga dhana ovu na potofu ya kuwa hakuna Mungu, hakuna malaika, hakuna mitume, hakuna manabii, hakuna dini, hakuna vitabu vya Mungu, hakuna siku ya kiyama, hakuna moto, hakuna pepo, na wala hakuna maisha mengine baada ya maisha haya ya duniani, na wala hakuna maisha mengine baada ya kufa na kufufuliwa, isipokuwa ukifa umekufa, na wala hakuwahi kuwa na maisha mengine. Kinyume na haya, ukifa na lako limekwisha. Ewe ndugu yangu katika Adam, mapungufu na udhaifu kwa mwanadamu humsababishia kibri, dharau na jeuri. Kutokana na kibri, dharau na jeuri ya mwanadamu, Mwenyezi Mungu ameamua kuondoa kinga katika mambo makuu matatu kwa mwanadamu, ikiwemo uzee, ajali na kifo. Kwa maana Mwenyezi Mungu akikadiria kifo kwa mwanadamu, muda ukifika wa kufa lazima atakufa. Hivyo hivyo katika uzee na ajali, muda ukifika wa kuzeeka lazima mwanadamu azeke, na muda ukifika wa kupata ajali lazima atapata ajali. Mambo yote hayo matatu yapo katika makadirio ya Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo wa juu ya kila kitu. Ewe ndugu yangu katika Adam, katika binadamu wote hakuna mwanadamu mwenye kinga ya kutokufa ama kuzeeka na wala kutopata ajali, isipokuwa wakati ukifika hakuna njia wala namna ya kukwepa. Na huo ndio uamuzi wa Mwenyezi Mungu unaokomesha kabisa kibri, dharau na jeuri ya mwanadamu, na kuweka wazi mapungufu na udhaifu wa kila mtu kuwa si chochote na wala si lolote mbele ya maarifa na uwezo wa Mwenyezi Mungu, muumba wa dunia na vilivyomo ndani yake. Sehemu ya 5 ya sura ya kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni nafasi ya busara katika maisha ya binadamu. Mwandishi wa kitabu hiki ametia neno kwa kusema busara ni kufuatilia jambo ama tukio la aina yoyote katika njia ya upendo na upole, hata kama ndani yake kukawa na udhia au usumbufu wa kiasi gani. Busara inahitajika kuwa na subra na ustahimilivu katika kuliendea jambo ama tukio la aina yoyote katika maisha ya binadamu. Kwa mfano, kuna uwezekano katika jamii kukawa na watu wamechukizwa na jambo ama tukio fulani. Busara hutumika kujenga furaha maeneo hayo na kukawa na amani. Busara pia hujenga amani kwa mtu au watu kuwa na subra na kuamini kwamba kila kitu kinawezekana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.
Katika hili kuna ushahidi kutoka katika kitabu kitakatifu cha Biblia. Mithali ya 21 mstari wa 16 inasema kuwa mtu aikosaye njia ya busara atakaa katika mkutano wao waliokufa. Akili za mwenye busara ni kujua njia yake, lakini upumbavu wa wapumbavu ni udanganyifu. Mjinga huamini kila neno, bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Sehemu ya 6 ya sura ya kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni utofauti wa dini na imani. Imani ni kuamini chochote katika vyote vyenye kuonekana na visivyoonekana. Kwa mfano, uwepo wa akili, roho, Mungu, mitume, manabii, malaika, vitabu vya Mungu, pepo, moto, na kuamini yapo maisha mengine baada ya kufa na kufufuliwa. Ukubwa wa imani ya mtu au watu hutokana na kuzidisha ibada ya kufunga na swala na ibada nyingine mbalimbali, na kila mtu kupanda na kushuka kwa imani yake kunategemea mambo manne, ambayo ni kufuata maamuzi ayapendayo Mungu, kuwa na tabia azipendazo Mungu, kutenda matendo ayapendayo Mungu, na kusema kauli azipendazo Mwenyezi Mungu. Maamuzi, tabia, matendo na kauli za Mwenyezi Mungu hujenga maisha au njia ya msingi wa dini. Maamuzi, tabia, matendo na kauli za kibinadamu hujenga maisha au njia za msingi usio wa dini. Njia au maisha ya msingi wa dini humfikisha mwanadamu katika maisha ya milele ya salama na amani ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu. Njia au maisha ya msingi usio wa dini humfikisha mwanadamu katika maisha ya milele ya mateso na majuto ndani ya adhabu ya moto wa Mwenyezi Mungu. Maisha ya ndani ya dini hutokana na Mungu na maisha ya nje ya dini hutokana na Shetani. Katika maisha ya dunia kuna watu wa motoni na kuna watu wa peponi. Watu wa peponi huamini na kufuata maamuzi, tabia, matendo na kauli za Mwenyezi Mungu, manabii na mitume wake. Watu wa motoni huamini na kufuata maamuzi, tabia na matendo na kauli za binadamu wenyewe kwa wenyewe, nje ya Mwenyezi Mungu na mitume. Dini ni njia ya usia na ukumbusho wa maneno au neno la Mungu lililopitia katika vinywa vya manabii na mitume wa Mungu, akiwemo nabii na mtume Daudi na kitabu cha Zaburi, nabii na mtume Musa na kitabu cha Torati, nabii na mtume Isa au Yesu na kitabu cha Injili, nabii na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kitabu cha Quran. Hakika Zaburi, Torati, Injili na Quran, vyote hivyo ni vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumkomboa binadamu, kumtoa katika kiza cha Shetani kwa maana ya dhulma na uongo, na kumuingiza katika nuru ya Mwenyezi Mungu ambayo ni haki na ukweli. Utofauti wa dini na imani ni kama mke na mume. Kibinadamu, mume hawezi kupata mtoto bila mke na mke hawezi kupata mtoto bila mume. Hakika hana imani mtu asiye na dini, na wala hana dini mtu asiye na imani. Kazi ya dini ya haki ya kweli ni kutawala na kuongoza watu katika maamuzi, tabia, matendo na kauli kwenye njia ya Mwenyezi Mungu. Kazi ya imani ya haki na kweli ni kupokea na kukubali utawala na uongozi wa Mwenyezi Mungu katika maamuzi, tabia, matendo na kauli. Utasemaje unayo dini wakati huna imani, na imani yako inaonekanaje kama hukudhihirisha matendo yako? Hakika dini ya mtu hudhihirika kwa imani na imani ya mtu huthibitika kwa matendo. Tukirejea katika ushahidi wa Qur'an na Biblia, Mathayo ya 17 mstari wa 20 mstari wa 20 hadi 21 inasema kwamba Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini na waambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Lakini pia katika Qur'ani sura 24 mstari wa 55 inasema kuwa Mwenyezi Mungu amewaahidi wale wanaoamini miongoni mwenu na wakatenda mema, ya kwamba atawafanyia mahalifa katika ardhi kama alivyowafanyia mahalifa wa kabla yao, na kwa yakini atawasimamishia dini yao aliyowapendelea, na atawabadilishia amani baada ya hofu yao. Wawe wananiabudu mimi, wala wasinishirikishe na chochote, na watakao kufuru baada ya hao, basi hao ndio wapotofu. Sehemu ya 7 ya sura ya kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu, ni nafasi ya utiifu katika maisha ya binadamu. Utiifu ni kutii, kulinda na kutetea amri, sheria, hukumu au jukumu la jambo au tukio husika, na kukubali kwa moyo wa dhati kabisa kwamba linalopaswa kutendeka au kufanyika ni jukumu lako kwa maslahi yako na kwa namna moja ama nyingine, na kujua wajibu wako wakati wote ule na mahala popote katika mazingira yeyote yale. Utiifu humjenga mtu katika kuamini na kujiamini kwa haki ya mtu
mtu inapatikana kutokana na juhudi ya mtu mwenyewe na kutekeleza wajibu ama jukumu lako kwa wakati unahitajika ni sawasawa ni mtu kuwa mpingaji, yani ni kafiri, marehemu ama kibri. Ushahidi wa Qur'an na Biblia umetuweka wazi katika hili. Katika Yakobo ya 4 mstari wa 7 inasema, basi mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Na katika Qur'an sura ya 4 mstari wa 69 inatueleza kuwa na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume hao wako pamoja na wale aliowaneemesha Mwenyezi Mungu miongoni mwa manabii na masadik na mashahidi na watu wema, na uzuri ulioje kuwa pamoja na watu hao. Sehemu ya 8 ya sura ya kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni asili na historia ya uwepo wa Mwenyezi Mungu wa haki. Historia fupi ya uwepo wa Mwenyezi Mungu mmoja tu na sifa zake kuu. Yeye Mwenyezi Mungu kiasili na kihistoria ndiye wa mwanzo na wa mwisho juu ya kila kitu katika vyote na wote wa mbinguni na duniani. Kwa maana ya ardhini na mbinguni hapakuwahi kuwepo na chochote katika vyote kabla yake yeye Mwenyezi Mungu, na wala hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu, na badala yake yeye Mwenyezi Mungu hakuna Mungu mwingine wa zaidi yake yeye Mwenyezi Mungu, na usahihi wake hakuzaa, hakuzaliwa, na wala hakuna anayefanana naye. Kwenye hili kuna ushahidi wa wazi kabisa katika Qur'an na Biblia. Qur'an inasema kuwa yeye ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, anayeuhuisha na anaifisha, na yeye ni mwenye uwezo wa kila kitu. Yeye ndiye mwanzo na ndiye mwisho, naye ndiye wa dhahiri na wasiri, naye ndiye mjuzi wa kila kitu. Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku 6. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wake, anaofanya usiku kuwa mchana na anaofanya mchana kuwa usiku. Tukiangaza katika Torati ya 5 mstari wa 6 hadi wa 9, nayo inasema kuwa mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine isipokuwa mimi. Usinifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilichopo majini chini ya nchi. Usivisujudie wala kuvitumikia. Ewe ndugu yangu, Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa mbingu na nchi na vilivyomo ndani yake, na ndiye Mwenyezi Mungu wa pekee na wa kweli, ambaye ni Mungu mmoja tu, hajazaa na wala hajazaliwa, na wala hakuna anayefanana naye kwa umbo ama umbile lenye mfano wa kimacho na kimwili katika viumbe wake wote hapa ulimwenguni na hata akhera milele na milele. Maneno au maelezo niseme yanajitosheleza kabisa kwa watu wenye roho safi na akili timamu juu ya uwepo Mwenyezi Mungu, ambaye hana sifa ya kuonekana katika umbo la umbile lenye mfano wa kimacho na kimwili. Ewe ndugu yangu, Mwenyezi Mungu haonekani kimacho na kimwili, isipokuwa Mwenyezi Mungu anaonekana kiakili na kiroho, na mtu mwenye roho na akili amemwona Mungu, kwa sababu mtu mwenye akili timamu na roho ya uzima wa milele hawezi kukataa uwepo wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutomuona au kutoonekana kwake. Kila mtu ana roho na akili ndani ya mwili wake, na hakuna mtu aliyewahi kuiona roho na akili ya kimacho na kimwili isipokuwa akili na roho ya kila mtu huonekana katika imani na matendo ya mtu. Vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huonekana kwa imani na matendo yake makuu. Qur'an inasema kuwa hapana Mungu ila yeye aliye hai, msimamia mambo yote milele, hashikwi na usingizi wala kulala. Ndiye ni vyake pekee vyote vilivyomo mbinguni na duniani, na ni huyo awezaye kuombea mbele yake bila idhini yake. Anajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma. Lakini pia katika Biblia Timotheo ya 6 mstari wa 16 hadi mstari wa 21 inasema kuwa ambaye yeye peke yake hapatikani na umauti amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uwezo una yeye hata milele. Amina. Na Zaburi ya 92 mstari wa 1 hadi wa 8 inasema kuwa ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliambia jina lako, uliye juu. Ewe ndugu yangu katika Adam, Mwenyezi Mungu wa haki, yeye ndiye mmiliki wa umauti na uhai wa kila kiumbe chenye uhai. Mwenyezi Mungu ndiye mkaguzi, mdhibiti mkuu na mhifadhi wa siri za watu wote duniani, kwa maana ya watu waovu na uovu wao, na watu wema na wema wao.
Mungu yeye ndiye mmiliki wa siku ya kiyama cha wafu, kwa maana ya siku ya hukumu na hesabu ya malipo ya watu wa motoni na watu wa peponi. Ewe ndugu yangu katika Adam, Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kunyenyeshea mvua kutoka mawinguni na kushuka katika ardhi. Ewe ndugu yangu katika Adam, Mwenyezi Mungu yeye ndiye Mungu mwenye kuhifadhi maji katika tumbo la ardhi. Mungu yeye ndiye Mungu mwenye kutofautisha ladha ya kila kitu, ikiwemo maji, chakula, mboga na matunda. Kwa maana hiyo, ikitokea mtu au kitu chochote chenye umbo au umbile lenye mfano kuonekana kwa mwili au macho, kisha kikitangazwa au kikijitangaza katika kutaka kuabudiwa kama vile inavyohitajika katika kumwabudu Mwenyezi Mungu wa haki, lazima mtambue kuwa huo ni uzushi na upotovu ulio wazi katika dunia. Mwenyezi Mungu wa haki haonekani, na wala hakuna katika binadamu aliyewahi kumuona Mungu katika umbo au umbile lake la asili. Kwa kila mwenye akili, mnasemaje mna akili na roho wakati mnakanusha uwepo wa Mwenyezi Mungu, eti kwa sababu ya kutomuona au kutonekana, wakati nyinyi wenyewe katika mwili wenu mna roho na akili na ambazo hamjawahi kuziona? Ewe ndugu yangu katika Adam, na wahusia tuogopeni moto ambao kuni zake ni miongoni mwa watu na mawe, uliowekwa tayari kwa ajili ya malipo ya wenye kufanya upinzani na Mwenyezi Mungu juu ya haki na kweli, uliothibiti kupitia mtume na manabii wake ndani ya vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu, kikiwemo Torati, Zaburi, Injili pamoja na Qur'an. Sehemu ya 9 ya sura ya kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni nafasi na unyenyekevu katika maisha ya binadamu. Unyenyekevu ni uangalivu wa matendo yako juu ya jukumu husika, tena kuwa makini na jambo ama tukio ambalo unalifanya kwa wakati mwafaka katika kuhakikisha unalifanya sawa sawa na kujitolea kwa nguvu zako zote kama inavyohitajika kiakili na kiroho katika kutekeleza jambo hilo ama tukio hilo. Unyenyekevu ni jambo ambalo ama tukio la aina yoyote linalotakiwa kutekelezwa au linalotekelezwa na mtu au watu kwa njia ya amani na upole, kwa kuzingatia maamuzi, tabia, matendo na kauli za Mwenyezi Mungu kama zinavyotekelezwa au kufundishwa na manabii au mitume kupitia vitabu vitukufu vya Mungu, ikiwemo Zaburi ya nabii na mtume Daudi, Torati ya nabii mtume Musa, Injili ya nabii na mtume Isa au Yesu, pamoja na Qur'ani ya nabii na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika Qur'an sura ya 2 mstari wa 132 inatueleza kwamba, na Ibrahim akawahusia wanawe na pia Yakub, enyi wanangu, hakika Mwenyezi Mungu amekuteulieni dini hii, basi msifie, ila nanyi mmekuwa Waislamu wanyenyekevu. Lakini pia Mathayo 11 mstari wa 28 hadi 29 inasema kuwa, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, na kuwa na mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Sehemu ya 10 ya sura ya kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni asili na historia ya binadamu na uwepo wake katika dunia. Ewe ndugu yangu katika Adam, tunapoamua kukumbushana kuhusu asili na historia ya uwepo wa binadamu katika dunia, tunatakiwa tufahamu kuwa hii ni taarifa na historia ya muda mrefu sana, zaidi ya karne 21 zilizopita, wastani wa miaka 2000 iliyopita, ambayo ni zaidi ya vizazi 10 vinavyoweza kukadiriwa kuishi duniani, miaka 200 kwa kila kizazi. Qur'an sura ya 2 mstari wa 34 hadi mstari wa 39 inafafanua kuwa, na pindi tulipoambiwa malaika msujudieni Adamu, wakamsujudia wote isipokuwa Ibilisi, alikataa na akafanya kibri na akawa miongoni mwa makafiri. Hakuna mtu wa kizazi chetu hiki cha sasa ambaye anaweza kuwa na taarifa ya kweli kuhusu asili na historia ya binadamu katika dunia kinyume na ushahidi wa maandiko matakatifu ya Mungu. Hii ina maana historia na asili ya uwepo wa mwanadamu katika dunia ikitafutwa kinyume na maandiko matakatifu, lazima tukwame na tuwe na taarifa zisizokuwa sahihi kuhusu asili na historia ya mwanadamu na kuwepo kwake katika dunia. Hakuna ambaye anaweza kujua ukweli wa asili na historia ya uwepo wa mwanadamu katika dunia kinyume na Mwenyezi Mungu mwenyewe kupitia mitume na manabii wake katika vitabu vitukufu vya Mungu, vikiwemo Torati, Zaburi, Injili na Qur'an. Ukweli kuhusu asili na historia ya mwanadamu: ni kiumbe miongoni mwa viumbe vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Tena binadamu ni kiumbe cha mwisho kuumbwa
katika viumbe vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Mungu, historia inaonyesha kuwa binadamu ilimpita miaka mingi katika dunia hakuwa sehemu ya viumbe vilivyokuwa vikitajwa au kutambulika kama viumbe miongoni mwa viumbe vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu katika dunia. Na hapa kuna ushahidi kutoka katika Qur'ani sura ya 76 mstari wa 1 hadi wa 4, inasema kuwa kwa hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na mbegu ya uhai iliyochanganywa ili tumfanyie mtihani na tukamfanya ni mwenye kusikia na kuona. Ewe ndugu yangu, katika Adam Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu katika njia kuu 4. Njia ya kwanza ni njia ya udongo ambayo aliumbwa nayo baba yetu Nabii Adam, ambaye ni mtu wa kwanza mwanaume katika binadamu wote duniani. Njia ya pili ni njia aliyoumbwa mama yetu Bi Hawa, ambaye ni mtu wa pili kuumbwa na Mwenyezi Mungu na pia ni mwanamke wa kwanza katika binadamu wote duniani. Njia ya tatu ni njia aliyoumbwa Bwana Yesu Kristo au Isa mwana wa Mariamu, njia ya tamko au neno la Mungu alilopewa malaika mwaminifu Gabriel kwenda kwa Mariamu na kumwambia kuwa atachukua mimba na atazaa mtoto wa kiume kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na jina lake utamuita Masihi Isa mwana wa Mariamu au Yesu. Njia ya 4 ni njia ambayo watu wengi tumeumbwa nayo na inaendelea kutumika katika uumbaji wa mwanadamu, ambayo ni mbegu za uzazi zinazotokana na njia ya kujamiana kimapenzi ya tendo la ndoa kati ya mwanaume na mwanamke au upandikizaji wa mbegu. Ewe ndugu yangu, katika Adam, kwa kuwa watu wote duniani tumeumbwa kwa njia hizo 4, sasa ni nani mwenye haki na anastahili kuitwa mwana wa Mungu au Mungu kati ya baba yetu Nabii Adam ambaye kaumbwa kwa udongo na kisha akawa mtu, au mama yetu Bi Hawa ambaye katolewa katika ubavu wa kushoto wa baba yetu Nabii Adam na kisha akawa mtu, au Isa mwana wa Mariamu, Yesu Mnazareti ambaye kazaliwa kutoka kwa mwanamke Bikira Mariam kwa njia ya tamko au neno la Mungu na kisha mimba akazaliwa akawa mtu, au sisi tulio wengi ambao tuna baba wazazi na tumezaliwa kutoka kwa wanawake kwa njia ya mbegu za uzazi zilizotokana kwa njia ya kimapenzi ya tendo la ndoa kati ya mwanamke na mwanaume na kisha tukawa watu. Tukitafuta jibu la msingi, nani anayestahili kuitwa mwana wa Mungu au Mungu katika binadamu kwa kuzingatia njia 4 kuu za uumbaji, swali la kujiuliza ni njia kuu 4 hizo, ipi ni njia nyepesi au ngumu katika njia hizo 4 kuu za uumbaji? Utapata jibu ya kwamba zote ni njia ngumu kwa mwanadamu na wala hakuna njia nyepesi kwa mwanadamu isipokuwa kwa nguvu na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Imekuwa mfano wa sifa na uwezo wake kwa matendo yake makuu ya uumbaji. Tukirejea katika ushahidi wa Qur'an na Biblia, katika Qur'an sura ya 23 mstari wa 12 hadi 16 inasema kuwa na kwa hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na asili ya udongo, kisha tukamjalia kwa tone la manii, yani mbegu za uzazi katika mkao madhubuti, kisha tukaliumba tone la manii kwa damu iliyoganda, na tukaiumba damu kwa pande la nyama, kisha tukaliumba pande la nyama kwa mifupa, na mifupa tukaivisha nyama, kisha tukamfanya kiumbe mwingine. Basi ametukuka Mwenyezi Mungu bora wa waumbaji, kisha hakika nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa. Ewe ndugu yangu, katika Adam ukweli wa haki na ukweli hatupaswi kuhadaika na wala kudanganywa. Mungu hafananishwi na kitu chochote, na ukweli wake Mungu hajazaa na wala hajazaliwa, na wala hakuna anayefanana naye katika viumbe wake hata mmoja. Wanadamu wote wa sasa huumbwa na Mungu kupitia kuzaliwa kutoka tumboni mwa mama zao, na kila binadamu wakati anazaliwa huwa mjinga na mtu asiyejua kitu wala jambo lolote katika mwanzo na mwisho wa maisha yake wakati anazaliwa. Sehemu ya 11 ya sura ya kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi ni Mungu, mitume na manabii wa haki. Ewe ndugu yangu, katika Adam Mungu wa haki katika dunia ni lazima uwepo wake ushuhudiwe na mitume na manabii wake waliothibitika katika vitabu vitukufu vya Mungu, kwa maana ya Torati, Zaburi, Injili na Qur'an. Na ushuhuda wa mitume na manabii hao wa haki, uwepo wao lazima ushuhudiwe na Mungu wa haki kupitia vitabu tunavyovitaja hapo juu. Hii ina maana kwamba ikitokea mtu au watu wakikihusisha kitu chochote chenye mfano wenye umbo au umbile lenye kuonekana kimacho na kimwili, kikitangazwa au kujitangaza kuwa ni Mungu kwa mahitaji ya kutaka kuabudiwa kama vile apasavyo kuabudiwa Mwenyezi Mungu, itamulike kuwa huo ni upotovu na uzushi ulio wazi. Vivyo hivyo, mtu yeyote duniani akijitangaza au akatangazwa kuwa yeye ni nabii au mtume, wakati Torati, Zaburi, Injili na Qur'an hakuna kifungu chochote cha andiko
kinachothibitisha kwa jina, sifa na cheo cha unabii au mtume wake, mtambue fika kuwa huo ni upotovu na ni uzushi ulio wazi katika dunia. Kweli wa uwepo wa utambulisho wa manabii na mitume wa Mungu ni lazima uthibitishwe na Mungu pamoja na manabii na mitume waliomtangulia katika zama za kabla yake na kuthibitika katika moja ya vitabu vinne miongoni mwa Torati, Zaburi, Injili na Qur'an. Kinyume na hivyo, huo ni upotovu na uzushi ulio wazi katika dunia. Kwa maana kwa sasa mtu yeyote atakayejishuhudia au kushuhudiwa kwa jina, cheo na sifa ya utume au unabii wakati Mungu hajamtaja kwa jina lake na wala mitume na manabii wenzake hawajamtaja katika moja ya Torati, Zaburi, Injili na Qur'an, huyo hawezi kuwa mtume wala nabii wa haki, bali atakuwa mtume na nabii wa uongo katika dunia. Ukweli wenye haki ndani yake, uwepo wa Mungu wa haki, mitume na manabii wake wa haki unapatikana katika vitabu vitukufu vitakatifu vya Mungu tu, kikiwemo Torati, Zaburi, Injili pamoja na Qur'an. Na miongoni mwa mitume na manabii hao waliodhihirishwa na kuthibitishwa katika vitabu hivyo ni hawa wafuatao: Nabii Adam, Nabii Idris, Nabii Nuh, Nabii Hud, Nabii Saleh, Nabii Ibrahim, Nabii Ismail, Nabii Ishaq, Nabii Luti, Nabii Yakub, Nabii Yusuf, Nabii Shuaib, Nabii Ayub, Nabii Harun, Nabii Dhulkif, Nabii Suleiman, Nabii Ilyas, Nabii Alias, Nabii Yunus, Nabii Zakaria na Nabii Yahya, Nabii Musa, Nabii Daudi, Nabii Isa au Yesu pamoja na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika hili kuna ushahidi kutoka katika Qur'an sura ya 2 mstari wa 136 unasema kuwa, semeni nyinyi tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyoteremshiwa sisi, na yaliyoteremshwa kwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yakub na wajukuu zake, na waliopewa Musa na Isa, na pia waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Hatutofautishi baina ya yeyote kati hao, na sisi tumesilimu kwake. Lakini pia katika Yohana mstari wa 17 sura ya 1 hadi 4 inasema kwamba maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, basi Baba, saa imekwisha fika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Sehemu ya 12 katika kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni watu wa imani ya dini na wasioamini katika dini. Hakika hawana njia sawa katika ya watu wanaoamini uwepo wa Mwenyezi Mungu na watu wasioamini uwepo wa Mwenyezi Mungu, wala watu wanaoamini imani ya dini na watu wasioamini kabisa katika imani ya dini. Mtu asiyemwamini Mwenyezi Mungu hawezi akaongozwa na mtu anayemwamini Mungu akakubali, wala mtu anayemwamini Mungu hawezi akaongozwa na mtu asiyemwamini Mungu akakubali, kwa sababu maamuzi, tabia, matendo na kauli ya kila mmoja na kinyume cha maelekezo ya mafundisho ya mwenzake. Watu wasioamini imani ya dini hawana haki ya kuwaingilia watu wanaoamini imani ya dini kimaamuzi, kitabia, kimatendo na kikauli, hususan katika masuala ya ndoa, talaka na mirathi. Kwa sababu wanaoamini imani ya dini hufuata maelekezo na mafundisho ya Mwenyezi Mungu wao kimaamuzi, kitabia, kimatendo na kikauli kwa mujibu wa dini yao. Watu wanaoamini imani ya dini hawana haki ya kuwaingilia watu wasioamini imani ya dini kimaamuzi, kitabaka, kimatendo na kikauli, kwa sababu watu wasioamini imani ya dini hawafuati maamuzi, tabia, matendo na kauli za imani ya dini. Kinachohitajika na kuwezekana ndani ya maisha ya mwanadamu katika kuwa na mwingiliano ni masuala ya ulinzi na usalama, kwa sababu watu wanaoamini imani ya dini na watu wasioamini imani ya dini wote wanahitaji kuwa salama ili waweze kutekeleza wajibu na majukumu yao kwa amani na salama bila ya kubugudha yeyote. Imeshuhudiwa na inashuhudiwa zama kwa zama, watu wengi wanaitwa mashujaa na wazalendo au watukufu na watakatifu kwa sababu ya kulinda na kutetea nchi zao au dini zao. Mtu akifa katika kulinda na kutetea nchi yake huitwa shujaa na mzalendo mwenye mfano wa kuigwa na kwa watu wa nyuma wake. Na pia mtu akifa katika kulinda na kutetea dini yake huitwa shujaa mtukufu au mtakatifu mwenye mfano wa kuigwa, na jambo hilo halijulikani na watu wengi ila wenye akili njema tu. Kwa upande wa ushahidi wa Qur'an na Biblia, Qur'an sura ya 59 mstari wa 20 inasema kuwa hawawi sawa watu wa motoni na watu wa peponi. Watu wa peponi ndio wenye kufuzu, na anayetafuta dini isiyokuwa Uislamu haitakubaliwa kwake, na akhera atakuwa katika mwenye kuhasiri. Na Torati ya 32 mstari wa 8 inasema kuwa yeye ndiye alipowapa mataifa urithi wao, alipowabagua wanadamu, aliweka mipaka ya watu kwa kadri ya hesabu ya wana wa Israel
Pamoja na hayo, ukisoma Mithali ya 16 mstari wa 2 inasema, njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Sehemu ya 13 katika kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni njia kuu za maisha katika dunia. Binadamu duniani anazungukwa na njia kuu mbili za uhuru wa kuchagua. Ya kwanza, njia ya uzima wa milele, kwa maana njia ya uongofu, na ya pili ni njia ya umauti wa milele, kwa maana ya njia ya upotofu. Kila binadamu Mungu amempa nguvu kuu tatu, ikiwemo uhai, akili na afya. Uhai ni mlango wa toba na mapokeo ya maombi, shukrani, furaha na huzuni. Akili ni idara ya mawasiliano na utafiti baina binadamu na Mwenyezi Mungu wake, au binadamu kwa binadamu. Afya ni ofisi ya utendaji kazi katika maisha ya binadamu. Kutokana na nguvu hizo kuu tatu, imekuwa haki kwa kila mwanadamu kuomba, kuombwa, kushukuru, kushukuriwa, kujilaumu, kulaumu, kulaumiwa, kukosoa, kukosolewa, kujikosoa, kuabudu na si kuabudiwa. Njia ya uzima wa milele ni ile njia ya haki na kweli mbele za Mungu na watu wote wenye kuifuata njia hiyo. Njia ya mauti wa milele ni ile njia ya dhuluma na uongo mbele za Mungu na watu wote wenye kuifuata njia hiyo. Njia ya uzima wa milele ni ile njia ya peponi ambayo inawahusu wacha Mungu, manabii na mitume. Njia ya mauti wa milele ni ile njia ya motoni ambayo inawahusu wenye kukufuru miongoni mwa makafiri, washirikina na wanafiki. Watu wote waliotekeleza agizo la Mungu katika kufuata sheria za Mungu watalipwa na Mungu katika njia ya maamuzi, tabia, matendo na kauli, kwa njia ya dini ya haki na kweli. Imejengwa au imejengeka katika misingi minne kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Mungu, na misingi yenyewe ni maamuzi, tabia, matendo na kauli za Mwenyezi Mungu. Ni vizuri watu wote kujifunza Mungu anasema nini kuhusu maamuzi, tabia, matendo na kauli, ili tuweze kujifahamu na kufahamiana katika mipaka ya haki na dhulma ndani ya maamuzi, tabia, matendo na kauli ya kila mmoja wetu na Mungu wetu. Mwenyezi Mungu anasemaje katika maamuzi? Mwenyezi Mungu anasemaje katika tabia? Mwenyezi Mungu anasemaje katika matendo? Mwenyezi Mungu anasema nini katika kauli? Njia ya maamuzi ya Mwenyezi Mungu ni maamuzi ya kishetani, kwa maana ya maamuzi ya kikafiri, kishirikina na kinafiki katika tabia, matendo na kauli. Njia ya Mwenyezi Mungu mmoja ni ushetani na upumbavu mtupu katika maisha ya binadamu. Na hapa kuna ushahidi wa Qur'an na Biblia. Katika Qur'ani sura 41 mstari 37 inasema kwamba, na katika ishara zake ni usiku na mchana, jua na mwezi, basi msilisujudie jua wala mwezi, bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeviumba, ikiwa na nyinyi, na muabudu yeye tu. Enyi watu, muabuduni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu, ili mpate kuokoka. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anajua kila kitu wanachokiomba badala yake, na yeye ndiye mtukufu, mwenye nguvu na mwenye hekima. Na ukisoma pia katika Zaburi ya 14 sura ya 1 mpaka ya 3 inasema, mpumbavu anasema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Sehemu ya 14 katika kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni Ukristo mbele ya Mwenyezi Mungu, mitume na manabii wa haki. Ewe ndugu yangu katika Adam, huu ni ukweli wenye nguvu kabisa, tena ni neno la Mwenyezi Mungu wa haki na mafundisho ya mitume na manabii wa haki, akiwemo Musa na kitabu cha Torati na Daudi na kitabu cha Zaburi na Isa au Yesu katika kitabu cha Injili na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kitabu cha Qur'an. Ewe ndugu yangu katika Adam, kwa mujibu wa maneno ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya mitume na manabii wa Mungu ndani ya Torati, Zaburi, Injili na Qur'an, hakuna neno Kristo lenye maana ya Mungu au dini ya Mungu au mtoto wa Mungu au mwana wa Mungu, isipokuwa neno Kristo maana yake ni mtu aliyepakwa mafuta na Mungu kwa ajili ya kuwa kuhani mkuu au mfalme au mtu aliyetolewa wakfu kwa maana sadaka mbele za Mungu, au Masihi. Kwa Kiyunani Kristo maana yake ni nabii na si vinginevyo, na kitendo cha kutafsiri neno Kristo nje ya maana hizi ni kufanya nyongeza katika neno la Mungu, jambo ambalo tumehusiwa na kukumbushwa kwenye ndio tuseme ndio, na kwenye sio tuseme sio. Tusiongeze neno katika maneno au neno la Mungu. Ewe ndugu yangu katika Adam,
Kwa maana hiyo hakuna neno Ukristo kwa maana ya dini, na wala hakuna neno Mkristo kwa maana ya muumini, na wala hakuna neno wa Kristo kwa maana ya waumini au waumini wafuasi wa Kristo. Hakika maisha ya Nabii Isa au Bwana Yesu duniani, kuanzia kuzaliwa kwake hadi siku aliondoka duniani, hakuwahi kuongea na watu wanaoitwa Wakristo au mtu anayeitwa Mkristo, isipokuwa Nabii Isa au Bwana Yesu katika maisha yake duniani aliongea na makundi mawili. Kundi la kwanza ni wanafunzi wake 12 na kundi la pili ni makutano. Na ndani ya makutano kulikuwa pamoja na wanafunzi wake pia waandishi wakuu na makuhani, Masadukayo pamoja na Mafarisayo. Aminini, aminini nawaambia, hivi ninenavyo mimi na ndivyo yanenavyo maandiko, ya kuwa Nabii Isa au Bwana Yesu alikiri kwa mdomo wake mwenyewe ya kuwa yeye ndiye Kristo na yeye ndiye Masihi, kwa maana nabii wa Mungu na si Mungu. Mafundisho sahihi ya Nabii Isa au Bwana Yesu yanakataza kabisa kuamini watu watakaokuja baada ya kuondoka kwake, wakajitambulisha kwa sifa na cheo cha unabii kwa kigezo cha kufanya miujiza kwa jina la Kristo. Tusiwaamini kwa maana wasiaminiwe. Sasa kuna sababu gani leo hii ya kuendelea kuwafuata na kuamini watu ambao wanafanya miujiza kwa jina la Kristo, na wakati kufanya miujiza kwa jina la Kristo ni ishara na dalili za Makristo na manabii wa uongo kwa mujibu wa mafundisho na maelekezo ya Nabii Isa au Bwana Yesu? Nabii Isa au Bwana Yesu kabla ya kuondoka kwake aliwatahadharisha na kuwaonya sana wanafunzi wake na makutano kuhusu ujio wa Makristo na manabii wa uongo, na pia kuhusu matumizi ya jina neno Kristo. Akasema kwa jina la Kristo, Makristo na manabii wa uongo watakusanya watu majangwani na watawatoa watu majumbani mwao, na pia watafanya miujiza ambayo itasababisha kutaka kuwapoteza hata waliokuwa wateule wa Mungu. Katika hili kuna ushahidi wa Qur'an na Biblia. Mathayo ya 5 mstari wa 16 hadi 20 inasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii, na sikuja kutangua bali kutimiza. Kwa maana aminini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka, na hata yote yatimie. Sehemu ya 15 katika kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi ni uongovu na upotovu katika Ukristo na Uislamu. Watu wengi katika binadamu wamepotea, wanaendelea kupotea na wataendelea kupotea katika kukosa maana na tafsiri sahihi ya neno dini, imani, Ukristo na Uislamu. Elimu ni ujuzi na ufahamu utokao kwa Mungu ambao umfikia binadamu yeyote katika njia kuu sita, ikiwemo kusikia, kuona, kusoma, kuamini, kuchunguza na kuchagua. Watu wengi katika binadamu hufundishwa neno dini, imani, Ukristo na Uislamu, na wao huingia katika utekelezaji wa maneno hayo kwa njia kusikia, kuona, kusoma, kuamini na kuchagua bila kuchunguza, jambo ambalo ni hatari na kosa kubwa katika kujua na kufahamu ukweli kuhusu Mungu, manabii, mitume na vitabu vitukufu, dini, imani, Ukristo na Uislamu katika dunia. Uchunguzi unaonesha wazi hakuna katika manabii na mitume wa Mungu walioshushiwa au kupewa na Mungu kitabu kinachoitwa Biblia, wala hakuna kitabu cha Mungu kinachoitwa Biblia katika vitabu vitukufu vya Mungu, ikiwemo Zaburi, Torati, Injili na Qur'an. Katika Zaburi, Torati, Injili na Qur'an hakuna neno Biblia kwa maana ya kitabu cha Mungu, na wala hakuna nabii wala mtume katika manabii na mitume wa Mungu waliotaja neno Biblia kuwa ni kitabu cha Mungu. Na kwa hakika kwa mujibu wa manabii na mitume kupitia vitabu vitukufu ikiwemo Zaburi, Torati, Injili na Qur'an, hakuna neno Kristo lenye maana ya dini, Mungu au wafuasi wa Kristo. Ukweli wa neno Kristo maana yake ni sawasawa na neno Masihi. Kwa Kiebrania maana yake ni mtiwa mafuta au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta ili awe mfalme au kuhani au nabii. Kwa Kiyunani ni Kristo, na hakuna neno Kristo lenye maana ya Mungu, dini wala wafuasi wa Kristo. Na wala hakuna ushahidi wa maelekezo ya Mwenyezi Mungu katika maandiko, wala hakuna mafundisho ya manabii na mitume katika maandiko yanayothibitisha kuwa maana ya neno Kristo ni dini, Mungu au wafuasi wa Kristo. Huu ndio ukweli kuhusu Ukristo na Uislamu katika dunia kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Mungu. Mwenye macho na aone, na mwenye masikio na asikie, na mwenye kujua kusoma asome, na mwenye kuamini na aamini,
na mwenye kuchunguza na achunguze, na mwenye kuchagua kufuata na afuate, na wenye moyo safi wafikiri kwa mioyo yao, ili wapate kuokoka na kufanikiwa katika uzima wa milele. Kuna ushahidi katika hili. Ukienda katika Qur'an sura ya 6 mstari wa 39, nasema kuwa na waliokanusha ishara zetu ni viziwi na mabubu walio gizani. Mwenyezi Mungu humwachia kupotea amtakaye na humweka katika njia iliyonyoka amtakaye. Qur'an sura ya 3 mstari wa 85 inasema kuwa na yeyote anayetafuta dini isiyokuwa ya Uislamu hatakubaliwa kwake, naye akhera atakuwa katika wenye kupata hasara. Na pia ukisoma Mathayo ya 13 sura ya 13 hadi ya 15 inasema kuwa kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni na wakisikia hawasikii wala kuelewa, na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito na masikio yao hawasikii vyema, na macho yao yamefumba wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Sehemu ya 16 katika kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni serikali mbele, upagani, Ukristo na ushirikina nyuma ya pazia. Ewe ndugu yangu katika Adam, serikali ni mfumo wa utawala unawezekana kuwa wa Mungu, unaotokana na maelekezo ya Mungu na mafundisho ya mitume na manabii kupitia vitabu vitukufu vya Mungu, kiwemo Zaburi cha nabii Daudi, Torati cha nabii Musa, Injili cha nabii Isa au Yesu mwana wa Maryam, na Qur'an cha nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au unaweza kuwa utawala wa watu ulioandaliwa na watu kwa ajili ya watu, kinyume cha Mungu na dini. Serikali isiyokuwa ya dini inafahamika katika uhalisia wake kama watu au mtu asiyekuwa na dini, huaminika na hutambulika kuwa ni gani. Vivyo hivyo na serikali isiyo na dini itakuwa ni serikali ya kipagani. Upagani pia unasemekana kuwa ni mfumo wa utawala wa maisha ya watu usiofungamana na kufuata upande wowote wa imani ya dini, inayohusisha uwepo wa Mungu mmoja, mitume na manabii, vitabu vitukufu, malaika na siku ya kiyama. Itikadi ya upagani ni kama itikadi ya shetani, kwa kuwa shetani hana dini na mpagani naye hana dini. Na asili ya historia ya shetani ni ushetani, na shetani ni sifa au cheo cha uhasi mbele za Mwenyezi Mungu, kwa kuwa hakuna kiumbe cha Mungu kilichoumbwa na Mungu kwa asili kikapewa jina la shetani. Shetani ni jina la ubatizo linaloweza kumfikia mwanadamu au jini baada ya uhasi mbele za Mola wake, na kwa namna yeyote ile hakuna malaika ambaye ni shetani na hakuna malaika ambaye anaweza kuwa shetani, kwa sababu malaika hawaasi, na kwa kuwa ushetani ni cheo cha uhasi hakiwezi kuwafikia malaika. Wapagani na washirikina wa Kitanzania wanasema kuwa Ukristo ni dini ya wazungu na Uislamu ni dini ya Waarabu. Na kuhusu habari ya kiama cha wafu, wapagani na washirikina wa Kitanzania wanasema hizo ni hadithi za watu wa kale, kama ilivyokuwa hadithi za kurudi kwa Yesu Mnazareti. Taarifa zake zimebaki historia ya miaka nenda rudi katika imani ya dini bila mafanikio. Katika hili kuna ushahidi wa kwenye vitabu vya dini, Qur'an na Biblia. Qur'ani sura ya 72 mstari wa 1 hadi wa 11 inasema kuwa imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikiliza na likasema, hakika sisi tumesikia Qur'an ya ajabu inaongoza kwenye uongofu, kwa hiyo tumeiamini wala hatutamshirikisha yeyote na Mola wetu. Lakini pia ukisoma Mathayo ya 4 sura ya 1 mpaka ya 11 inasema kuwa kisha Yesu alipandishwa nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa, majaribu yakamjia, akamwambia, ukiwa ndiye mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litakalo katika kinywa cha Mungu. Sehemu ya 17 katika kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni dini ya haki na kweli. Ewe ndugu yangu katika Adam, asili na historia ya mambo ya dini na imani ni katika mambo na vitu vyenye umri mrefu sana. Ukilinganisha asili na historia ya uwepo wa mwanadamu duniani, utagundua mwanadamu wa karne ya 21 ni mtoto sana, tena asana asiyejua kitu kabisa kwa mambo ya dini na imani, kwa sababu uelewa mwanadamu wa karne ya 21 kinyume na maandiko matakatifu ya Mungu ni bure, kwa maana ni sawa na mtu asiyejua kitu chochote kwa yote katika mambo ya dini na imani. Hakika habari za kufa na kufufuliwa siku ya kiyama na hatima ya maisha ya mwanadamu katika makazi ya milele kwa watu wema na watu waovu, ikiambatana na kupata majibu sahihi ya maswali 13 ya maarifa ya elimu kiasi katika maisha yake ya kila siku akiwa duniani.
Unaweza ukakaa ukajiuliza wewe ni nani? Jibu sahihi utapata kuwa mimi ni binadamu kama binadamu wengine. Je, asili yako ni nini? Jibu sahihi ni kuwa udongo wenye kuvunda na kutoa sauti, na kutokana na udongo akapatikana mwenza, na kutokana na ubavu na udongo wakapatikana wengi na wenza wao, na pia akapatikana Bwana Yesu au Isa mwana wa Mariamu kupitia neno la ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa malaika mwaminifu Gabriel. Umetoka wapi? Hapa jibu sahihi katika hifadhi tukufu na takatifu iliyopo katika elimu yake Mwenyezi Mungu. Na huko ulikotoka ulikuwa nani? Jibu sahihi, mwanzo nilikuwa kwa kufanywa nafsi, kisha nafsi ikavishwa mwili. Na uliwekwa na nani? Jibu sahihi ni Mungu muweza, mwenye nguvu na mwenye uwezo wa juu wa kila kitu. Na swali lingine ni kuwa ulikuwa katika hali gani? Jibu sahihi ni katika hali ya hewa au pumzi yenye kutoa sauti, na kama vile upepo au mungurumo katika usikivu na muonekano wake kiakili na kiroho. Na sasa uko wapi? Niko duniani katika maisha yenye starehe za muda mfupi zinazodanganya watu kutokana na nafsi, akili, uhai na afya. Na nimeletwa. Na hapo ulipo umeletwa na nani? Jibu sahihi ni kwamba nimeletwa na Mungu kupitia mbegu za uzazi kati ya mwanamke na mwanaume. Na umefanya nini mpaka sasa? Jibu sahihi ni kuwa natekeleza makadirio huru ya nguvu na uwezo aliyetoa Mwenyezi Mungu kwa watu kama kushukuru au kukufuru, kwa maana ya kumcha Mungu au kukufuru Mungu. Sehemu ya 18 katika kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni dini ya haki mbele za Mungu, mitume na manabii wake. Ewe ndugu yangu katika Adam, dini ni mwongozo wa uongofu wa neno au maneno yenye maana tu, na usia na ukumbusho utokao kwa Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi na vilivyomo ndani yake, kupitia mitume na manabii wake, ili kumuongoza na kuongoa kila amtakaye aweze kuokoka na kuokolewa. Mwongozo wa dini unabainisha na kuweka wazi kila kitu kinachohitajika na kuhitajiwa ndani ya maisha ya mwanadamu, kama vile historia ya kweli kuhusiana na uwepo wa Mungu mmoja, mwanzo na mwisho wa maisha ya akhera, dunia na vilivyomo ndani yake, nguvu na uwezo wa Mungu, tofauti wa majini na wanadamu, wa kiume na wa kike, nafasi na hatima ya majini, malaika, mitume, manabii na watu wote waovu na watu wema katika maisha ya dunia na akhera, kwa maana ya baada ya kufa na kufufuliwa. Tukirejea katika ushahidi wa Qur'an na Biblia, Qur'an sura ya 2 mstari wa 255 mpaka mstari wa 256 inasema kuwa hapana Mwenyezi Mungu ila yeye aliye hai, msimamia mambo yote milele, ashikwi na usingizi wala kulala. Ni vyake pekee vilivyomo mbinguni na duniani. Ni nani huyo awezaye kuombea mbele yake bila ya idhini yake? Anajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, na wala wao hawajui chochote katika vilio katika ujuzi wake, ila kwa atakalo mwenyewe. Sehemu ya 19 katika kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni nafasi ya Qur'an na Sunna katika Uislamu. Ewe ndugu yangu katika Uislamu, Qur'an na Sunna ndio Uislamu na ndio dini ya Kiislamu, au ndio njia ya dini ya Kiislamu, au mafundisho na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya dini ya Kiislamu kwa Waislamu wote duniani, na yeyote atakayeamua kukosoa na kupinga kwa makusudi na sio kwa ujinga chochote katika ufahamu wa mafundisho na maelekezo ya elimu ya dini ya Kiislamu atakuwa amemkosea na amempinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya dini ya Kiislamu. Mtu yote atakayeshindwa kukosoa au kupinga chochote kwa ufahamu au kwa ujinga, kwa badala yake akaamua kwa makusudi kuamini chochote katika ufahamu wa mafundisho na maelekezo ya elimu ya dini ya Kiislamu, atakuwa amemfuata, amemwamini na amemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehemu ya 20 katika kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni tofauti wa Uislamu na Uislamu. Ewe ndugu yangu katika Adam, Uislamu na Waislamu ni vitu viwili tofauti. Uislamu ni dini na Waislamu ni watu. Na katika watu wapo watu wa peponi ambao ni wacha Mungu na watu wa motoni ambao ni makafiri. Mtu yeyote ili awe kafiri lazima awe mshirikina au mnafiki, na mtu yeyote ili awe mcha Mungu lazima awe Muislamu na muumini kweli kweli. Na Uislamu ndio mlango wa uumini, na uumini ndio mlango wa uumini kweli kweli, na uumini kweli kweli ndio mlango wa ucha Mungu. Mtu akifikia daraja la ucha Mungu, mtu huyo anakuwa amefanikiwa, na Mungu humpa mambo makubwa matatu: humridhia katika mambo yake, humpa utulivu katika nafsi yake, na humpa ufumbuzi katika mambo yake,
na mcha Mungu au kafiri anaweza kuwa mtu yeyote katika binadamu, ima mwanamke au mwanaume. Ukafiri ni kupinga kwa makusudi mafundisho na maelekezo ya Kiislamu, Qur'an na Sunna, kimaamuzi, kitabia, kimatendo na kikauli. Huo ndio ukafiri au shirikina au unafiki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema utofauti wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni swala, kwa maana kuacha kuswali au kutoswali kabisa au kuswali kinyume na maelekezo na mafundisho ya Uislamu ni kukaribia ukafiri. Katika Waislamu kuna makundi matano: waumini wa kweli kweli, wacha Mungu, manabii na mitume. Katika manabii na mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabii na mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika sehemu ya 21 kwenye kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni Muislamu anayejitambua katika Uislamu. Ewe ndugu yangu katika Adam, Muislamu anayejitambua ni lazima awe na elimu ya kutosha juu ya utambulizi wa haki na kweli katika kutii, kulinda, kutetea na kutekeleza malengo makuu matatu ya Mwenyezi Mungu ndani ya dini ya Kiislamu katika dunia, ambayo lengo la kwanza ni makusudio ya Mwenyezi Mungu kumuumba mwanadamu, limeadhimiwa ili kumwabudu, na lengo la pili ni makusudi ya Mwenyezi Mungu kuleta Uislamu katika dunia, limeadhimiwa Uislamu uwe juu ya dini zote. Pia lengo la tatu, makusudi ya Mwenyezi Mungu kufanya umati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa umma bora kuliko umma zilizopita, zimeazimiwa kukataza mabaya na kuamrisha watu kufanya mambo mema. Katika hili kuna ushahidi kutoka kwenye Qur'an sura ya 3 mstari wa 110, imefafanua ya kuwa nyinyi mmekuwa bora ya umma waliotolewa watu, kwa kuwa mnaamrisha mema na mnakataza maovu na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Na lao kwa kuwa watu wa kitabu nao wameamini, ingeli kuwa bora kwao. Wapo miongoni mwao wanaamini, lakini wengi wao wapotovu. Qur'an sura ya 9 mstari wa 111 inasema kuwa hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waamini nafsi zao na mali zao, kwa kuwa wao watapata pepo. Sehemu ya 22 katika kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni sifa za muumini na mcha Mungu. Ewe ndugu yangu katika Adam, ili mtu awe muumini kweli kweli au mcha Mungu ni lazima awe na sifa kuu tatu. Mcha Mungu au muumini kweli kweli lazima awe Muislamu mwenye imani na yakini ya utii juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mcha Mungu au muumini kweli kweli lazima awe mwenye kusimamisha swala 5. Mcha Mungu au muumini kweli kweli lazima awe mwenye kujitenga na mambo machafu. Kila mtu mwenye kudumu na sifa hizo katika maisha yake ya dunia, mtu huyo ni muumini kweli kweli na ni mcha Mungu. Ewe ndugu yangu katika Adam, pepo ya Mwenyezi Mungu inahusu makundi matatu katika Waislamu, kwa maana ya wacha Mungu, manabii na mitume. Katika makundi matatu, makundi mawili milango yake imefungwa badala ya mwanzo na mwisho wa maisha ya nabii na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dini ya Kiislamu. Kundi ambalo limebaki na mlango wake haujafungwa ni kundi la wacha Mungu. Mlango wake bado upo wazi hadi siku itakapogeuka jua. Bila shaka sasa kila atakayejitahidi kufanya juhudi ya dini katika kutii, kulinda na kutetea na kutekeleza malengo makuu matatu hayo ya Mwenyezi Mungu, huko akishikamana na sifa kuu tatu za makundi ya wacha Mungu na waumini kweli kweli katika kupiga vita ubaguzi, uonevu, chuki na uadui dhidi ya Uislamu na Waislamu katika dunia na dhidi ya jamii isiyokuwa ya Kiislamu na dini zao, atakuwa miongoni mwa watenda haki kweli kweli katika dunia. Hakuna sababu ya jamii ya Kiislamu kuwabagua, kuwaonea, kuwachukia na kuwafanyia wadui jamii isiyokuwa ya Kiislamu na dini zao. Katika jamii hiyo haiwabagui, haiwaonei na haiwachukii, na wala haiwafanyii wadui jamii ya Kiislamu. Na hiyo ndiyo haki ya kulindwa na kutetewa katika kuheshimu uhuru wa kuabudu na usawa wa kibinadamu. Naomba niweke nukta hapa katika makala haya kutoka katika kitabu cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi. Naamini utakuwa umefaidika na kuona utofauti wa dini zilizopo na kupata mwanga wa kujiuliza ni ipi inayostahili kuwa dini ya haki na kweli. Lakini pia utakuwa umejifunza na kugundua utofauti kati ya dini na muumini wa dini kwa kuzingatia maandiko ya dini, na dini ndiyo njia sahihi ya kupata ukweli wa dini. Ukiona maandiko yanashindwa kuweka wazi dhana ya dini au kupigana yenyewe kwa wenyewe, hapo ufahamu fika pana upotovu. Mwandishi wa kitabu hiki cha Agano la Milele, maarifa ya elimu kiasi, ni Musa Ali Chingula. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia simu namba 0745
40 55 55 au 0712 19 3881 au unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia email machengula@gmail.com.